Kocha Alexander Santos wa klabu ya FAR Rabat ya Morocco, golikipa wake Reda Tagnout, wote kwa pamoja wamekaririwa na tovuti ya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF, wakieleza kwamba kundi lao la B ni kundi gumu kwa sababu limekutanisha timu ambazo zina uzoefu mkubwa kwenye michuano ya CAF. Timu hii ya FAR Rabat iko katika kundi B ambalo ndani yake kuna wananchi Yanga, lakini pia kuna Al Ahly ya Misri na JS Kabylie ya Algeria. Na sasa kwa sababu hiyo wameeleza wazi kabisa kwamba wapinzani wao wajiandae, wanapokutana na wao wajue wao FAR Rabat walichodhamiria ni kuhakikisha walau wanafika hatua ya robo finali. Kufika hatua ya robo finali maana yake ni nini? Ni kumaliza katika nafasi mbili za juu, ama ya kwanza au ya pili. Kwa sababu hiyo wapinzani wake hao wakiwemo wananchi Yanga wanapaswa kujua kwamba kwenye zile nafasi mbili za juu basi anayezitaka sana sio wao tu bali pia FAR Rabat. Ikumbuke Al Ahly ya Misri ndio timu ambayo mara zote inapewa nafasi kubwa sana kupenya katika hatua ya makundi. Ni kwa sababu Al Ahly wao ndio timu imara zaidi kwa viwango vya shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika CAF kwa hivi sasa. Ndio klabu namba 1 kwa ubora barani Afrika ikiwa na pointi 56. Lakini ndio timu ambayo kwa michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League ni kama michuano yao, kwa sababu wameshatoa mataji 12 na hivyo kuwa ndio klabu iliyotoa mataji mengi zaidi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, huku wakifuatiwa kwa mbali na TP Mazembe ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyotoa mara 5, lakini timu nyingine ni pamoja na Zamalek ya Misri na Esperance de Tunis za Tunisia ambazo zenyewe zimetoa mara 4. Sasa kwa sababu hiyo kwenye hatua hii Al Ahly ya Misri inapewa nafasi kubwa kwamba katika mbili za juu yenyewe ni kama vile Al Ahly ni nadra sana kukosekana katika kutoa nafasi mojawapo kati ya zile za juu. Na mabingwa wa Misri kwa sababu wako vizuri sana, kwa sababu katika kila msimu wao lengo lao huwa ni kutoa ubingwa na sio kuishia katika hatua za awali. Ni dhahiri kwamba katika zile nafasi mbili Al Ahly kwenye makaratasi inapewa nafasi kubwa zaidi. Kwa lugha nyingine, klabu tatu Yanga, FAR Rabat, lakini JS Kabylie ndio zinazoania nafasi nyingine moja kati ya zile mbili za juu. Lakini msisitizo, hizi ni hesabu za kwenye makaratasi. Kwenye uhalisia itatokana na namna ambavyo timu zote zimejipanga katika kutekeleza mipango yake uwanjani, maana chochote kinaweza kutokea. Lakini kwa maelezo yake kocha Santos wa FAR Rabat ameeleza wazi kwamba ili kutimiza mpango wao wa kufuzu walau hatua ya robo finali na sio kuishia hatua ya makundi, basi walichojipanga ni kuhakikisha kwamba katika mechi 6 zote za kundi lao hili la B wao watazichukulia kama finali, watazichukulia kama ni mini tournament, ni mashindano madogo ambayo mwisho wa siku anayeibuka kidedea, kwa maana anayemaliza akiwa kileleni au nafasi ya pili, ndiye mshindi wa michuano hiyo. Na kwa sababu hiyo kila mechi kwao ni finali. Sasa cha msingi kukumbuka hapa kwa Watanzania, kwa wananchi Yanga, ni kwamba timu ya FAR Rabat inapochukulia kwamba mechi hizi za hatua ya makundi ni kama finali, manake unapocheza mechi ya finali lengo huwa ni moja tu, kushinda ili kutoa ubingwa. Na ili ushinde, namna pekee ni kuhakikisha kwanza unakuwa salama kwenye lango lako. Na kwa sababu hiyo mechi hizi zinazohusisha FAR Rabat, hatutarajii kuona FAR Rabat wakicheza soka sambusa, soka biriani, mpira mzuri sana, la hasha. Bali kinachotarajiwa kuonekana katika mechi zao zote ni kucheza kwa malengo. Objective football ndio mpango mzima, kwa mujibu wa maelezo ya kocha wao na golikipa wao Reda Tagnout, kwamba wao watahakikisha safety first muda wote wakiwa uwanjani. Safety first, usalama kwanza kabla ya kitu kingine chochote. Na kwa sababu hiyo ukishahakikisha kwamba wewe muda wote usalama kwanza, maana yake una uhakika kupata pointi moja, kwa sababu una uwezo kumwachia mpinzani amiliki zaidi mpira, acheze atakavyo, lakini unahakikisha unakuwa na ulinzi shupavu, mshonano unakuwa mkubwa, compactness katika kuzuia, ili kuhakikisha mpinzani hata anapokuwa na mpira kwa kiasi kikubwa hafikii lango lenu na kufanya majaribio kumjaribu golikipa wenu. Hapa tunazungumza golikipa wao Reda Tagnout, ambaye mpaka sasa anafanya vizuri sana katika ligi kuu ya Morocco, ligi namba 2 kwa ubora barani Afrika, na kwamba mashambulizi yao yatakuwa kushtukiza ili kupata matokeo. Wana wachezaji wenye uwezo mkubwa wa kutumia fursa zinapopatikana. Mpaka sasa kwa mipango hiyo, maana yake ni kwamba kwenye mechi ya kwanza ambayo wenyewe wamesema mechi 2 za kwanza ikiwemo hii watakaocheza dhidi ya Yanga tarehe 22 mwezi huu, imebaki takriban wiki moja tu
itachezwa kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar. Kwao wao wanaona imekuja mapema mno mechi hii, na marudia na mechi nyingine itakayochezwa ya pili wiki moja baadaye. Ni kwamba zimekuja mapema. Hiyo mechi ya pili watacheza dhidi ya Al Ahli ya Misri kwao nchini Morocco. Na kwa sababu zimekuja mapema, maana yake mipango yao itakuwa ndio ya kiusalama zaidi. Kwa lugha nyingine, tutarajie katika mechi zao mbili walau. Mechi zao zote, lakini hasa mechi ya kwanza itakayocheza dhidi ya Yanga na mechi ya pili itakuwa ya kimbinu zaidi. Watacheza kuhakikisha wanakuwa salama zaidi, lakini wamesisitiza pointi wao ndio muhimu. Pointi 3 zote kushinda katika kila mchezo, lakini panapobidi basi walau waambulie pointi moja na sio kupoteza, ili mwisho wa siku wahakikisha wanatimiza lengo lao la walau kufuzu kwa hatua ya robo finali, halafu mingine yatajijua kadri michuano itakavyokwenda. Kwa sababu hiyo, kocha Santos, goalkeeper Reda Tagnut wamedhihirisha kwamba wachezaji wao wote, timu yote kwenye kucheza mechi hiyo ambayo wanaona imekuja mapema, kitu cha kwanza itakuwa ni usalama. Na ukishasikia usalama, maana yake watu wanapaki basi na kisha washambulie kwa kushtukiza, kwa sababu katika modern football tunaposema kwamba the best way to defend is to attack, sasa kinyume chake pia ni sahihi kwa soka la kisasa kwamba the best way to attack is to defend. Kwa lugha nyingine ni kwamba namna nzuri ya kujilinda tunasema ni kushambulia. Sasa kwa siku hizi ni kwamba pia namna nzuri ya kushambulia ni kuzuia, kwamba ukizuia kwa idadi kubwa kwenye eneo lako utamshawishi mpinzani wako anayekuwa timu ya kwanza kwa kumiliki mpira zaidi, awe wachezaji wake wengi wa safu ya ulinzi wawe karibu na kati ya mstari wa uwanja. Halafu nyinyi mkipata mipira kwa kuiba, mtashambulia mara chache, lakini mashambulizi yenu yanakuwa hatari zaidi, kwa sababu mnakwenda kushambulia wakati wahusika walinzi wa timu pinzani wanakuwa hapo katika umbile sahihi la kuzuia. Mabeki wao wakati wanaweza wakawa karibu kabisa na mstari wakati wa uwanja, wachezaji wao wengi kuwa katika eneo lenu. Kwa sababu hiyo, mkipiga pasi moja ndefu ikimpata mchezaji wenu yeyote mwenye kasi na ufanisi katika kutumia nafasi, mnajiongezea nafasi kubwa zaidi ya kufunga, kwa sababu ulinzi unakuwa dhaifu wa upinzani kutokana na muundo wa wachezaji wao katika kuzuia. Maana yake ni nini? Mipira kwenda kwa kina Yusuf El Fahli, kwenda kwa viungo Mohamed Rabi Herimati ambaye ni mzuri katika kupanda kwenda kushambulia, ingawa yeye kiungo ukabaji, waweze kutumia fursa hizo na kuweka mipira wavuni. Hii Faraba, kwa kukumbuka tu, ni kwamba katika ligi kuu ya Morocco mpaka sasa ni miongoni mwa timu zilizofunga mabao mengi zaidi, maana imecheza mechi 8. Katika mechi 8 hizi imepata pointi 18 katika mechi 8, maana yake ni 18, make 8 games. Maana yake ni kwamba matarajio ilikuwa wawe na pointi 24, wao wana pointi 18 kati ya 24. Ukizidisha mara 100 unapata hapa ufanisi wa performance ni around 75%. Sasa sio hilo tu, kwenye kufunga mabao na kujilinda ndiko ambako kunaonyesha Faraba ya Mwalimu Santos kweli inaposema imepania kucheza mechi hizi za hatua ya makundi kwenye kundi lao la B kama fainali kila mechi, basi wapinzani wake Yanga, JS Kabylie, Al Ahli, na hususan Yanga ambao ndo watacheza nao mechi ya kwanza ya ufunguzi kwenye kundi la B hapo kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, lazima jiandae na Faraba itakokuwa inazuia zaidi, inapaki basi zaidi kushambulia kwa kushtukiza, mashambulizi ya kujibu tunasema counter attacks. Ni kwa sababu kwenye mabao mechi hizi 8 Faraba wamefunga mabao 14, lakini wameruhusu bao moja tu. Yaani katika ligi nzima ya Morocco mpaka sasa, ambapo timu nyingine zimecheza mechi 8, ni kwamba wao wamecheza mechi 8 kufunga mabao haya, kuruhusu bao moja, imewafanya ndio timu inayoongoza kwa kufunga mabao mengi, kwa sababu ikiwa na mabao 14, wao kuna timu nyingine ndizo zinazoongoza kwa kufunga mabao mengi ambao ni 14, ambao timu nyingine ni ipi? Ni Wydad Casablanca ile ya kina Stefan Azizki, ndio inayoongoza ligi yenyewe, nayo imefunga mabao 14 kama Faraba. Lakini katika timu zenye ukuta imara zaidi zimeruhusu mabao machache zaidi ni timu mbili tu, wao ambao wameruhusu bao moja pamoja na Raja Casablanca. Zote hizi zimeruhusu bao moja kila moja, lakini Wydad iliyofunga mabao 14 imeruhusu mabao 5. Raja imeruhusu bao moja lakini imecheza mechi 7 na haijafunga mabao ya idadi 14. Kwa hiyo Faraba wana uwiano mzuri katika kushambulia na kuzuia, ndio maana wana goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na kuzuia, mabao 13 chanya, kwa sababu wamefunga mabao 14 wameruhusu bao moja. Sasa na kipa Reda Tagnut ndio anayeongoza kucheza kuwa na clean sheets nyingi katika ligi kuu ya Morocco hapa tunazungumza. Sasa kwa sababu hiyo, kwenye mechi hiyo dhidi ya Yanga, mechi watakayocheza dhidi ya Al Ahli na nyinginezo, maana yake tutarajie kuona
FAR inayochukulia michuano hii kama michuano midogo, mini tournament ya mechi 6 tu ili kumpata bingwa wake, kwa wao wanavyochukulia, basi watazuia sana usalama kwanza, alafu watashambulia kwa kushtukiza. Kwa sababu hiyo ni dhahiri kwamba kocha Pedro Gonçalves na kikosi chake cha Yanga kina Pedro Pacome Zouzoua, akina Djigui Diarra, akina Dickson Job na wengineo, kina Mohamed Momo Dumbia, Celestine Ekwa, wajue kwamba wanapocheza dhidi ya FAR, swala la kumiliki mpira huenda wao ndo watakao miliki zaidi, na wala haitashangaza. Lakini wajiandae kukabiliana na ukuta imara sana unaoshambulia kwa kushtukiza. Hilo moja. Lakini la pili, timu inayocheza kama fainali ikitangulia kufunga bao, maana yake watafanya vile vituko vyote vilivyozoeleka kwa timu za kaskazini. Kupoteza muda sana, kila wanapoguswa kujiangusha chini, kila mara kumlalamikia mwamuzi. Kwa sababu hiyo, na kipa wao kila akipata mpira kujilaza chini, itakuwa ni sehemu ya mbinu zao kuwa frustrate, kwa katisha tamaa Yanga, kuharibu vichwa vyao wasitekeleze mpango kazi wa kocha Gonçalves, lakini wakati huo kula muda ili mwisho wa siku wapate hayo matokeo wanayohitaji. Kama si ushindi, basi walau pointi moja. Kwenye ligi yao lile bao moja walifungwa dhidi ya Ittihad Tanja. Mechi hiyo iliisha kwa sare ya 1-1. Walianza kutanguliwa bao hilo unaoliona walivyofungwa. Katika mechi hii walitangulia kufungwa mabao mawili. Moja ndio hilo unaoliona limekubaliwa, lingine likafungwa, lakini mwamuzi kama unavyoona VAR utata kidogo inaonyesha kwamba ilikuwa ni offside, likakataliwa. Baadaye wakaja kusawazisha kupitia kwa nahodha wao Mohamed Rabi Herimat mgongoni nambari 34. Mechi kaisha 1-1, lakini ni mechi ambayo chupu wafungwe, na sehemu kubwa ilionekana kwamba inaweza kutumiwa hata na Yanga na wapinzani wao katika kupata mabao ni ili eneo lao la kiulinzi. Wanapoanzisha mipira, Reda Tagnut anapoanza na mabeki wake, ukifanya pressing, shinikizo, unaweza kupata mpira kwenda kuadhuru. Lakini pia mipira ya haraka inayopigwa mirefu nyuma ya ukuta wao inaweza ikawa sehemu ya vyanzo vya mabao. Yanga na wachezaji wengi wa safu ya ushambuliaji wenye kasi. Hapa tunazungumzia Offense Kola, left foot magician, ana kasi, akipata nafasi anaweza kutumika kwa ajili ya kuadhuru. Pedro Pacome Zouzoua, hilo halina mjadala, kila mmoja anafahamu juu ya uwezo wake akiwa na mpira kutuza mali, kupiga chenga, kupiga mashuti na kutoa pasi sahihi. Lakini Endi Bobo Boyeli amedhihirisha katika mechi iliyopita katika ligi kuu Tanzania bara kwamba anaweza kasimama sehemu sahihi kuwezesha Yanga kupata mabao. Waliposhinda 4-1 dhidi ya KMC, yeye aliingia kipindi cha pili, alifunga mabao mawili, alionyesha namna gani alivyoongezeka ushapu, wepesi katika kuchangamkia nafasi. Lakini pia Maxi Pianzengeli ana kasi, sio huyo tu, beki wa kushoto tunazungumzia Shadrack Sakaboka, ana kasi kwenda kushambulia pindi wanapopanda. Mohamed Hussein Shabalala huwa anafanya hivyo pia, yeye mzuri katika kupiga cross. Kasi yake sio kama Shadrack Sakaboka, lakini anaweza kuwa chanzo cha mabao. Lakini vile vile katikati hapa Mohamed Momo Dumbia, pasi zake zinaweza kupasua safu ya ulinzi ya FAR kuambulia chochote. Sio mechi nyepesi, ni mechi nzito, lakini ni vyema benchi la ufundi la Yanga kupitia kwa maanalisti wao wakaanza kuwafuatilia udhaifu wao na uimara wao, kuona namna gani Yanga itapata pointi 3 muhimu katika kundi hili ambalo kila mechi, kama alivyosema kocha Santos wa FAR na golikipa wake Reda Tagnut, ni kama fainali, kwa sababu ni kundi ambalo mjadala umekuwa ukiendelea katika maeneo mengi, majukwaa mengi barani Afrika, kwamba hili ni kundi gumu haswa kwa sababu tu wahusika ni wazoefu wa michuano hii, hasa katika miaka ya karibuni. Yanga msimu uliopita walishia tu makundi nafasi ya 3. Msimu wa nyuma yake walifika robo finali wakatolewa kwa penalty na Mamelodi Sundowns. Msimu wa nyuma yake walifika finali kombe la shirikisho. Kwa hiyo wamekuwa ni washiriki wa mara kwa mara sasa katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika na michuano ya kombe la shirikisho tangu msimu wa 2022 2023. Lakini JS Kabylie hawa washai kutoa ubingwa mara 2 wa michuano hii, lakini wakati wanaitwa ni wakati inaitwa michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Tangu ianze kuitwa ligi ya mabingwa barani Afrika, ikiwa iliyoboreshwa zaidi mwaka 1997 mpaka sasa hawajawahi kutoa ubingwa. Lakini hao ni JS Kabylie. FAR wao wamekuwa wazoefu hivi karibuni, mara kwa mara wamekuwa kiingia hatua ya makundi na wanatoka katika ligi namba 2 kwa ubora barani Afrika. JS Kabylie wanatoka katika ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika ambayo ni Algeria. Yanga wanatoka katika ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika, lakini Al Ahly wanatoka ligi namba 1 kwa ubora barani Afrika, na wao ni namba 1 kwa ubora barani Afrika hapa tunapozungumza. Haitakuwa mechi nyepesi ya Yanga dhidi ya FAR kama ilivyo kwa mechi nyingine zote za kundi hili, lakini matarajio ni kuona benchi la ufundi la Yanga chini ya kocha Gonçalves na kikosi chake imara wakiendelea kupata support kutoka kwa management yao, wadau wakiwemo mashabiki wao. Basi katika mechi hiyo
waungwe mkono. Mashabiki akiwa ni mchezaji wa 12 wajitokeze kwa wingi kuunga mkono kwa kuishangilia timu mwanzo mwisho, kuhakikisha inapata matokeo yanayohitajika kwa ajili ya kuanza vyema katika kundi hili la B. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.